Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kwa nini Iran inataka kuishambulia Israel wakati ambapo Marekani itaanzisha mashambulizi dhidi yake. Katika siku za hivi karibuni, mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati unaozidi kukua, Iran imekuja kutangaza wazi kusema kwamba moja kati ya maeneo ambayo itayashambulia ni pamoja na Tel Aviv huko nchini Israel. Hii ni kutokana na kwamba Israel, ambaye ndiye mshirika wa karibu wa Marekani, ndiye tegemezi wa Marekani, na mipango yote inayosukwa na Marekani katika kufanya shambulizi hilo inatokana na Israel. Ikumbukwe Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel alitangaza kwamba yeye hatajihusisha katika vita vya Marekani, vita ambavyo huenda vikaibuka wakati wowote, na hataki ardhi yake itumike kwa ajili ya mapambano hayo. Ni kwa sababu ya kile alichokisema kwamba nchi yake haikujiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023, Israel ilipambana kwa muda mrefu dhidi ya kundi la wapiganaji la Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza. Israel ilitumia nguvu kubwa katika mashambulizi hayo hadi kufanya ukanda wa Gaza kuwa magofu. Lakini ni Israel iliyopambana na kundi lingine la wapiganaji huko Lebanon, kundi la Hezbollah. Imepambana kwa kiasi kikubwa, na kwa namna moja ama nyingine wachambuzi wa mambo wanasema kwamba nguvu kubwa ilitumika pia. Makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani zilitumika kuishambulia Lebanon, hasa kundi lake waliloliita la kigaidi la Hezbollah. Kadhalika makundi mengine ambayo yalipigana na Israel katika kipindi cha kuanzia mwaka 2023 hadi sasa ni pamoja na kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen. Katika kuwalinda wa Palestina, wapiganaji wa Kihouthi walisema watapambana vilivyo kwa ajili ya kuokoa Palestina, na hivyo walitumia makombora makubwa katika kupambana na nchi hiyo ya Kiyahudi. Makombora kama vile Palestine 2, makombora ya ballistic yalitumika kuishambulia Israel. Hii ilifanya Israel kutumia nguvu za ziada, kutumia ulinzi wa anga ule wa Iron Dome, lakini pia na ule wa THAAD uliotoka nchini Marekani na aina nyingine za ulinzi wa anga. Hata hivyo, hii ilikuja kusababisha Israel kutumia nguvu kubwa wakati huo, lakini kubwa ni ndani ya siku 12 ambapo zaidi ya makombora 500 kutoka nchini Iran yalishambulia Israel, ambapo hii inatajwa imekuja kudhoofisha zaidi nguvu za Israel kiasi kwamba haitamani tena kuingia vitani dhidi ya Iran. Kadhalika mapambano huko Syria nayo pia yanatajwa kwamba yameidhoofisha Israel katika kupambana, na ndio maana hata leo Israel haiko tayari kuingia vitani, ikihofia kwamba makombora ya siku 12 ambayo Israel ilipambana dhidi ya Iran yalitosha kuonyesha kwamba wakati huu si wakati wa kupambana tena dhidi ya Iran. Hata hivyo, shirika la habari la BBC limepima swali hili kwa kutumia vyanzo vilivyoorodheshwa, ingawa kila nchi inaweza kuwa na uwezo mkubwa ambao umefichwa. Taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati inalinganisha nguvu ya majeshi ya mataifa yote mawili kwa kutumia njia mbalimbali rasmi na za wazi ili kupata makadirio bora iwezekanavyo. Hata hivyo, taasisi nyingi zinaanzia katika bajeti ya ulinzi wa Iran, kwamba bajeti ya ulinzi wa Iran ni takribani dola bilioni 7.4 kwa mwaka kuanzia mwaka 2022. Lakini matumizi ya ulinzi wa Israeli yalilinganishwa na pato la taifa ukilinganisha na ile nchini Iran. Israeli hivi majuzi kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imeeleza iko tayari kuishambulia Iran iwapo Tehran watathubutu kuivamia, na kuongeza kuwa umejipanga vya kutosha bila kutegemea msaada wa Trump. Hata hivyo, baadaye alikuja kubadilisha waziri mkuu huyo akisema kwamba Iran, licha ya kwamba imejiandaa kupambana na Marekani, taarifa zinadai kwamba wanataka kutushambulia. Tupo tayari kujilinda, lakini sisi hatutaingilia vita hivyo dhidi ya Marekani. Lakini moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni ukubwa wa taifa. Iran ni kubwa mno kuliko nchi ya Israel na ina askari mara 6 zaidi ya wanajeshi wa Israel, lakini pia aina ya silaha walizokuwa nazo ni nyingi zaidi kuliko zile za nchini Israel.
Israel inategemea zaidi kupata silaha kutoka nchini Marekani, lakini pia inategemea kupata kwa washirika wengine, kwa maana nchi za kimagharibi, na hivyo Iran yenyewe inatengeneza pale pale nyumbani kwake. Na hivyo wakati huu, moja kati ya jambo ambalo Israel imelipima ni namna ilivyoona makombora ya balistiki ya Khaibar Shekan, lakini pia makombora ya Fatah na Ghadir na makombora mengine mengi ya nchini Iran yalivyofanya mashambulizi ndani ya siku 12 za vita, ambapo baadaye rais wa Marekani Donald Trump alikuja kuingilia kati, licha ya kwamba silaha nyingi zilitoka nchini Marekani wakati huo, lakini bado ilionekana kwamba nguvu ya Iran ilikuwa ni kubwa mno. Sasa sababu kubwa za Iran kutaka kufanya shambulizi dhidi ya Israel ni kwamba mipango yote ya mashambulizi ya kuishambulia Iran inafanywa na Israel, na hata wakati huu ilitajwa katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba moja kati ya makamanda walitoka nchini Marekani kuelekea Israel kwa ajili ya kupanga mipango hiyo, lakini pia mkuu wa jeshi la Israel Eyal Zamir alielekea nchini Marekani kwa ajili ya kupanga mikakati hiyo. Lakini pia katika siku za maandamano ni Mossad walioapa kwamba wapo nchini Iran na nao pia wameungana na waandamanaji na watahakikisha wanautoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Hii imezidisha mzozo kati ya Iran na Israel pamoja na Marekani, kuona kwamba adui yupo ndani, na inadaiwa pia kwamba hata baadhi ya risasi zilizowapiga raia na baadhi ya wanajeshi wa Iran zilitoka nchini Israel, na hivyo hapa ni kisasi kingine ambacho Iran inaenda kukifanya. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.